Kwa hiyo hata kanisa linahitaji watu wazalendo. Huwezi wewe kuhubiri watu wako kama huwapendi. Huwezi kuhubiri watu wako kama uko tayari kupoteza maisha kwa ajili ya watu wako. Patriotism inaanzia kwenye Biblia. Mzalendo yuko tayari kufa. Nataka hii iruke waisikie na wanasiasa. Mzalendo yuko tayari kufa kwa ajili ya nchi yake. Lakini leo kwa muktadha wa tawala nyingi za Afrika, yani wako tayari nchi ife kwa ajili. Unajua ni roho chafu kwamba mtu mmoja anaamua kuchukua mabilioni ya pesa ambayo hata angepewa miaka 200 kuishi hawezi kumaliza hizo hela. Analimbikiza pesa nyingi sana, anaiba, anakwenda kuziweka mabenki gani huko nje. Kwa hiyo hata yeye hazimfaidi chochote, ni lile jina tu la kwamba ni bilionea. Kwa hiyo hata kanisa linahitaji watu wazalendo. Huwezi wewe kuhubiri watu wako kama huwapendi. Huwezi kuhubiri watu wako kama uko tayari kupoteza maisha kwa ajili ya watu wako. Patriotism inaanzia kwenye Biblia. Mzalendo yuko tayari kufa. Nataka hii iruke waisikie na wanasiasa. Mzalendo yuko tayari kufa kwa ajili ya nchi yake. Lakini leo kwa muktadha wa tawala nyingi za Afrika, yani wako tayari nchi ife kwa ajili yake. Hiyo kwani leo hatunayo michungaji ambayo iko tayari kanisa life kwa ajili yake? Anajiri ndio hawa. Yani hajalishi hali yako ni nini, wewe unakwenda unadhani unakwenda kuombewa, anakutoa pesa wakati una miaka 5 unaumwa. Hajali maji nunua, nini nunua, vyote nunua, mpaka unapata na madeni. Ili jamaa halina Mungu ndani, liko tayari wewe ufe kwa ajili ya lenyewe. Tunataka wahubiri wazalendo, tunataka watawala wazalendo, na tunataka wazalendo. Haleluya! Tumechoka na mijitu iliyo tayari nchi ife kwa ajili ya hiyo mijitu. Tunataka watu walio tayari kufa kwa ajili ya nchi yao. Yesu anataka watu watakao simama na kuambia ulimwengu kinaga ubaga ya kwamba Yesu ni Mungu, bila kumuuliza maswali, maneno ya kwamba Yesu ndiye mwokozi pekee, ya kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu, ya kwamba Yesu ni kweli, bila kumung'unya maneno na bila kufikiri watajisikiaje. Na waambia hivi, we need proof producers, watu wanaoweza kusimama na kusema mimi nimeokoka, nampenda Yesu, naenda mbinguni, ninamjua Yesu, ninamfahamu. Watu waulize maswali, unayajibu yote. Leo watu mnaogopa hata kusema nimeokoka. Kanisa limekuwa bubu. Mimi nawaambia, kanisa lisiposimama, uchafu na vurugu zote unazozisikia Tanzania na dunia nzima hazitaisha. Ufisadi hauwezi kuisha duniani bila Mungu kushuka, bila kanisa kusimama. Maana ni roho. Unajua ni roho chafu kwamba mtu mmoja anaamua kuchukua mabilioni ya pesa ambayo hata angepewa miaka 200 kuishi hawezi kumaliza hizo hela. Analimbikiza pesa nyingi sana, anaiba, anakwenda kuziweka mabenki gani huko nje. Kwa hiyo hata yeye hazimfaidi chochote, ni lile jina tu la kwamba ni bilionea. Hii ni roho chafu.
isiyo na uzalendo hata kidogo. Unajua, nilikuwa na tafakari juu ya uzalendo na hali ya dunia ilivyo katika nchi mbalimbali. Nikarudi nyuma. Nimekuwa nikifundisha somo la uzalendo kwa mtazamo wa kibiblia. Patriotism kifupi ni mtu kuwa tayari kufa kwa ajili ya watu wake na nchi yake. Si sawa Lakini sasa wamebadilisha